kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia Dar es Salaam Africans na JKT Tanzania walipata muda mzuri sana wa kujiandaa kucheza nusu finali ya kwanza ambayo imepigwa leo Tanga. Kwa hiyo tumeona burudani, japo kulikuwa kuna changamoto kidogo za pitch. Kulikuwa kuna mvua imenyesha kama mwenyewe ulivyokuona, mvua ilinyesha mchana. Kwa kuna baadhi ya maji, kuna maeneo yalikuwa yametuama, kwa hiyo zikipigwa pasi elekezi mpira unashindwa kutembea. Lakini sio sababu ya sisi kushindwa kupata burudani. Tumeangalia mpira mzuri sana dakika ya kwanza mpaka dakika kama 29 Dar es Salaam Africans wanapata goli. Kwa hiyo ukiangalia JKT Tanzania waliingia na approach ya kwenda kuwaheshimu Dar es Salaam Africans, walikaa nyuma ya mpira wakiwa ni timu ya pili kwenye mchezo wa leo. Kikubwa na mkubali sana kocha Ahmed Ali, kocha wa JKT Tanzania. Ni kocha mzuri ambaye ana approach nzuri sana kwenye mechi, iwe ni NBC iwe ni CRDB. Tumeenjoy sana kuangalia mpira wa leo kwa sababu walikuwa wameingia na approach nzuri ya kwenda kuwakabili Dar es Salaam Africans. Lakini all in all Dar es Salaam Africans ni kubwa, wamedeserve kutangulia finali wakiwa wanamsubiri kati ya Simba au Singida Black Stars. Kwa vile ambavyo umeona mchezo wa leo, kwanza swali lako binafsi hili, mama ametoa ndege ya bure. Wewe ni influencer mkubwa sana wa klabu ya Simba, lakini tumeshangaa umeacha ndege ya bure umekuja Tanga. Ni nini ambacho kimesababisha? Kafuata burudani. Mimi Tanga ni nyumbani. Nimezaliwa wilaya ya Muheza, tarafa ya Amani, kata ya Misalai, kijiji kinaitwa Mgambo. Kwa hiyo mimi Tanga nimekuja nyumbani, si ndivyo? Kwa hiyo na enjoy na pamoja kweli nimekuja na mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Mimi ni rafiki zangu, huwa sijaribu kujitenganisha nao kwa sababu mimi huwa naongea mpira. Huwa ushabiki kwenye kuongea mpira huko mimi sipo, kwamba sijui huyu sijui hivi, hapana. Unaniuliza swali na ingia in deep kuongelea mpira. Kwa hiyo mimi mambo ya ushabiki kuongelea vitu vya comedy huwa mimi sina. Kwa kweli nimekuja Tanga, ni fursa ambayo nimepata. Jana nimeangalia timu yangu tumeweza kutangulia kufungwa kwenye dakika 90 za kwanza, lakini bado naamini tunao rumu nzuri ya kuja kujiuliza ndani ya ardhi ya Mama Samia tunaweza kupata ushindi na tukainua kwapa. Yote yanawezekana kwenye mpira, si ndivyo? Mimi naamini watu wasinukuu vibaya kwamba sijui ni mamluki, hapana. Hii ni fursa ambayo nimepata, nimekuja Tanga, nimeenjoy na wadau wa mpira. Nafikiri hilo swali nimelijibu kwa ufasaha kabisa. Namna ambavyo umewaona RS Berkane jana wakicheza, unaona kuna matumaini yoyote ya wekundu wa Msimbazi Simba kuondoka na chochote msimu? Of course, ni swali zuri ambalo umeniuliza kwa sababu tayari hayo unaoniuliza yameshajitokeza. Al-Masry walitufunga goli 2 katika ardhi ya Cairo Misri, si ndivyo? Wakaja katika ardhi ya Benjamin Mkapa, sisi tukajaribu kurudisha goli 2 na tukafika kwenye hatua ya changamoto za penalty. Simba akaqualify kwenda nusu finali. Kwa hiyo mpira tunaamini kabisa lolote kwenye mpira linaweza likatokea, japo mpira huo na matokeo ya kikatili, lakini mimi naamini kwa haya ambayo Simba anakutana nayo tayari nyuma tumeshayafanya, lolote linaweza kutokea. Kikubwa ni kwamba tuende tukawaheshimu Berkane, tayari wao wana kitu mkononi. Wao tayari washatangulia kwenda kulishika lile kombe kwa sababu wana kitu mkononi, Simba hana kitu. Kikubwa ni kutengeneza mentality nzuri, wachezaji watengenezewe yani saikolojia katika matukio ambayo wamepita. Kikubwa mimi naamini ni wachezaji kushika maelekezo ya kocha Fadlu Davis. Mimi naamini chochote kwenye mpira kinaweza kutokea. Kwa maana ya quality wise, vile ambavyo tumeona RS Berkane jana wanacheza, vile ambavyo wanakaba, unaona chochote kwamba labda advantage ya kuwa na uwanja wa nyumbani kwa maana ya Simba wakija Amani ama kwa Mkapa, unaonaweza ikawa ni sababu advantage ya kuwa na mashabiki wao, lakini quality tunaona kama zimeachana sana? Kikubwa unaweza ukawa nyumbani na ukapata advantage ya mafans na pia vile ukapoteza kama hauna concentration nzuri katika pitch. Kikubwa mimi naamini wachezaji wa focus ndani ya pitch, waachane na vitu vya nje, waachie management, waachie benchi la ufundi, washikilie kile benchi la ufundi ambacho wanawaelekeza. Mimi naamini chochote kinaweza kutokea, si ndivyo? Lakini ukiangalia RS Berkane ni timu bora ambayo tayari imeshacheza finali 5. Katika hizo 5 wameshachukua vikombe mara 2. Kwa ni timu ambayo tayari ina uwekezaji mzuri, ina wachezaji wazuri. Jana eneo ambalo wamekwenda kutuwini ni eneo la ubunifu kiwanjani, nazungumzia eneo la midfield. Kuna mwamba mmoja pale katikati alikuwa anaitwa Kamara, alikuwa anaharibu mipango mingi sana. Kwa hiyo ukiangalia vitu kama hivyo tumeshang'amua. Kocha wangu ni mtu ambaye ni mjuzi wa kupanga mipango. Naamini kuna vitu tayari ameshajua athari za Berkane iko wapi kwa sababu tayari tumeshaingia nao katika kucheza. Mimi naamini chochote kinaweza kutokea.
tusikate tamaa, mashabiki wa Simba, tunaweza kushinda kwa idadi yoyote, ili mradi twende kuchukua ile kombe. Kwa maana ya coach Fadlu, msimu wake wa kwanza anafikisha Simba katika hatua ya mwisho kabisa ya fainali. Tunaweza tukamrate Fadlu kama kocha bora wa muda wote kuwahi kutokea Tanzania, kwa sababu Nabi tunafahamu alitumia misimu miwili. Fadlu Davis, nikimnukuu mwenyewe kwa kauli yake, anasema bado Simba haijafika kwenye ile lenki ambayo yeye anaitaka, kwa sababu ameingia kwenye kivuli cha kusema kwamba anaitengeneza timu. Kwa hiyo kwa kauli yake anasema bado hajafika kwenye kile kiwango ambacho yeye anakihitaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa Simba ambapo imefikia, naweza nikasema kwamba Fadlu Davis amefikia 100% kwenye malengo ya klabu ambacho wanakihitaji, kwa sababu mimi kama Sam Simba, shabiki wa Simba, sikutegemea Simba kama inaweza kafika kwenye hatua hii. Wala sikutegemea kabisa, nisiwe muongo. Kwanza kabisa mtu akushukuriwa na Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini hiki kilichofanyika kwa Simba kwa haraka kimekwenda kukliki kwa wachezaji ambao hawana daraja kubwa. Mtu kama Jean Charles Ahoua ndo mashindano yake ya kwanza, maskini ya Mungu. Na juzi ndo anapiga hat-trick yake ya kwanza toka anaanza kucheza mpira. Hii ya juzi alofunga. Kwa hiyo kuna vitu vingi Jean Charles Ahoua kwake ni vigeni, amekuja kuvipatia Simba Sports Club, na ni klabu kubwa ambayo ina mafansi wengi, na yeye mwenyewe anabaki kushangaa. Anafanya vitu vizuri lakini bado mashabiki wanamsema. Anabaki anashangaa. Namba zake ni kubwa lakini bado mashabiki wanamkataa. Kwa hiyo anaambiwa umeingia kwenye klabu kubwa ambayo ina changamoto kubwa. Kwa kikubwa fanya kitu ambacho wao wamekuamini kutoka kule kuja hapa. Kwa hiyo mimi naamini Fadlu Davis amefanya jambo ambalo management ya Simba wao walikuwa wanataka afanye kama vile. Hilo ni moja. Pili, mashabiki wa Simba huwa wanajisahau sana. Mimi nahitaji twende tukawasupport timu, kwa sababu msimu ulioisha Simba alikuwa nafasi ya 3. Walihudhunika sana katika ile nafasi ya 3. Na ile nafasi ya 3 iliwaelekeza waende shirikisho. Si ndivyo? Sasa hivi wanasema kwamba shirikisho sisi tunacheza finali, wanasahau kwamba mwanzo walinuna. Si ndivyo? Sasa hivi wanachekelea finali. Kwa hiyo tusapoti mashindano yoyote, tusidharau shindano la aina yoyote. Kupata nafasi ya 2, nafasi ya 3 zote pia ni matokeo. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho unakipata. Sam, kumekuwa na debate kubwa sana kati ya ubora wa Elie Mpanzu pamoja na Pacome Zouzoua. Natamani kufahamu kwa upande wako wewe, ni lipi daraja kubwa zaidi kati ya Amali na mzidi mwenzake, kati ya Pacome pamoja na Mpanzu? Mimi kama Sam Simba nitakujibu kwa wepesi sana. Swali lako ni jepesi mno. Zouzoua ana miaka mingapi au ana misimu mingapi ndani ya Tanzania? Huu ni msimu wake wa pili. Msimu wa pili, si ndivyo? Elie Mpanzu ana miezi 5. Si ndivyo? Kwa hiyo Elie Mpanzu bado hatujaona vitu vyake. Ni mchezaji mzuri kwa skills, ukimwangalia jinsi ambavyo anavifanya uwanjani ni mchezaji mzuri sana Elie Mpanzu, lakini bado kwa mambo ambayo Pacome Zouzoua ndani ya Dar es Salaam Africans kayafanya, bado Elie Mpanzu hajafanya kwenye ardhi hii hapa. Na hata mimi naamini kabisa kwenye categories za TFF hawezi kuingia. Kanuni zinamkataa Elie Mpanzu kwa muda ambao ameingia Simba. Bado hawezi kuingia kwenye categories. Lakini mtu kama Zouzoua anaingia kwa sababu tayari ana misimu miwili na kuna mambo mengi ameshayafanya. Kila mtu anaamini kwamba Pacome kuna vitu ndani ya Dar es Salaam Africans kavifanya vikubwa. Kwa hiyo huwezi kwenda kumkompea na huyu. Tuache ushabiki. Kuna vitu vya kuongea react, so mpaka tuhangaike tuzunguke. Kwa hiyo mimi naamini nimekujibu swali lako kwa uzuri. Acha tumpe muda Elie Mpanzu. Atuoneshe kile ambacho amejaliwa na Mwenyezi Mungu Subhana. Tuone kwenye ligi yetu anatupa nini ndani ya msimu huu uishe, twende tukajumlishe na msimu ambao unakwenda kuanza wa 25 26, ndio tunaweza kuja kuangalia, je, anatuofa kitu gani, ana daraja gani kwa hao watu, Maxim pia Zengeri au tumuingize kwa Pacome Zouzoua. Mimi naamini iko hivyo. Swali la mwisho, finali itakuwa ni finali ya aina gani? Tutegemea finali ya aina gani? Young African ameshatangulia. Itakuwa ni finali ya aina gani kati ya yoyote ambaye atakuja, kati ya Mnyama ama Singida? Ni ngumu sana kuiongelea kwamba finali ya kati bado hatujampata mpinzani wa Dar es Salaam Africans. Acha tusubiri, tutengeneze subira kidogo. Si ndivyo? Kuna aya moja nasema kwamba inna Allah ina masabirina. Kila mwenye subira basi yuko pamoja na Mwenyezi Mungu, kwa sababu sasa hivi tukisema kwamba Simba ana deserve kushinda, bado utakuwa umemdharau, umemwandalate nani? Singida. Kwa hiyo acha mmoja aje ashinde, ndio tunaweza tukasema kwamba itakuwa ni finali ya namna gani, endapo tayari kati ya Singida Simba mmoja wapo ameshaingia kwenye finali hiyo. Sam, shukrani sana, pamoja sana kiongozi.